kwa sababu mcha Mungu ajitetei mwenyewe, atatetewa na wale ambao watu walimzunguka, ambao watu ambao wanajua faida na thamani ya yule mtu. Wakina Muhoro sisi. Na leo sina kanzu leo. Leo niko full ngwamba. Lakini pamoja na wote tumeona kwamba umoja wa hadhiri kupitia kwako wewe ambaye ndio kiongozi mkubwa kwa cheo chako kama naibu amiri, umejitokeza kuwa wa kwanza kumtetea kwa hoja na kwa mapenzi makubwa Sheikh Kishki, kisha ndio watu wengine wakajitokeza. Kwa nini wewe? Naam, taban sisi tumeguswa sana na ili jambo kwa sababu kwanza kwenye Qur'an tumeelekezwa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Siku zote malipo ya wema huwa ni wema. Mimi nilipojitokeza kuzungumza, nimezungumza sio kama mimi Sheikh Muhoro, nimezungumza kama naibu amiri wa umoja wa hadhiri wa Kiislamu Tanzania. Na istoshe kwamba sijakurupuka, ni kwamba ni jambo ambalo tulizungumza viongozi wakuu juu, tukajadiliana tukasema ya kwamba tusinyamaze, na tuwezi kuendelea kunyamaza tunapoona shekhi wetu anavyodhalilishwa na kutukanwa na kusingiziwa sifa ambazo sio sahihi. Kwa hiyo kama timu yetu ya viongozi ikajadili kwa haraka ya dharura, na kuna baadhi ya viongozi wengine hawakupewa taarifa zile, ili naomba lieleweke sawa. Kuna wale ambao waliofanya dharura yani kikao cha dharura cha ghafla, kwa sababu kuna wengine ambao walikuwa hawapo. Ndio maana unaona hata ile interview mimi ndio nimekuwa pale mbele. Kwa sababu wengine walikuwa wamesafiri, walikuwa mikoani na wapi, kwa hiyo ikawa ni ngumu kufika kwa wakati na jambo lishaharibika. Kwa hiyo nikapewa jukumu, nikasimama kama naibu amiri wa wahadhiri wa umoja wa hadhiri wa Kiislamu Tanzania, na nimezungumza hivyo, na tumeguswa kwa sababu kwanza sisi huyu Sheikh Kishki ni mtu ambaye sisi kwa kweli katufanyia wema mkubwa sana sisi kama wahadhiri, umoja wa wahadhiri. Sheikh Kishki ametulipia sisi pango ofisi yetu ya UWAKTA. Sisi hatukuwa na ofisi kwa muda mrefu sana. Ofisi yetu ya mwisho ilikuwa ni Manzese kipindi hicho, lakini tulishindwa kuilipa kutokana na hali yetu ya kiuchumi. Lakini alhamdulillah tunashukuru Sheikh Kishki, yeye ndio mtu ambaye aliyekuja, ndio shekhi mwanachuoni ndio aliyekuja yeye akatusaidia katika lile jambo la kutulipia sisi ofisi. Angalia wema alitufanyia Sheikh Kishki, na hahitaji chochote kutoka kwetu sisi kutulipia sisi pango la kuishi. Katulipia hapo ofisi, katununulia vifaa mbalimbali vya kazi, tufanye kazi ya dawa, kazi ya Mwenyezi. Na ndio kazi yetu sisi. Na sisi kazi yetu sisi ni dawa, kusema. Tulipoona ya kwamba shekhi wetu anadhalilishwa, anasingiziwa na mtu ambaye ni asi, mtu muovu, mtu wa miziki. Mwenye vizuri bwana, mtu wa miziki, mtu wa majanga ya kila namna, amtukane shekhi, amdhalilishe, unamharibia shekhi dignity. How come you destroyed somebody dignity? Unamharibia mtu dignity yake, why? Mwenye vizuri, kosa lake ni kwa sababu tu shekhi amekemea maovu kwenye mimbari, na kukemea maovu ndio miongoni mwa kazi ya duati. Kwa hiyo sisi imetuuma kama umoja wa hadhiri. Kwa hiyo tukajadiliana faster, na ndio maana mimi nikawa Muhoro sema, kwa sababu wewe ndio uko Dar es Salaam. Na alhamdulillah nashukuru Mwenyezi Mungu, sasa hivi timu zote zinaanza kurejea Dar es Salaam, na kutakuwa kuna operation maalum kabisa. Na sisi tumesema kwa hili mnapata vizuri, labda pengine aachane nalo. Na sisi tunamwambia bwana Juma, swala la ustadhi Juma ajiweke pembeni. Yeye sio ustadhi. Hamna ustadhi. Hamna mtu ambaye aliyekuwa imamu akafanya kazi ya Mwenyezi Mungu 2000 mpaka 2004 aje asimame kwenye vyombo vya habari amtukane shekhe mwenzake matusi kama yale. Haijawahi kutokea kwenye historia ya nchi hii. Na sio hapa tu, hata East Africa ndio mara ya kwanza kujitokeza mtu kama yule. Kwa hiyo sisi tunasema ya kwamba sisi kama umoja tuliguswa na yule, ni shekhe wetu mwenzetu katika dawa, lakini pia vile vile ni mtu ambaye ni mtu mwema. Sheikh kasaidia mashekhe wengi, tukawasaidia maduati wengi, kawasaidia. Lakini sisi kama umoja wa hadhiri ilituuma zaidi ya mtu yoyote, kwa sababu yule ni mwenzetu katika field, and we cannot accept anybody, yani sio yule Juma tu, mtu yoyote yule atakayejitokeza kutaka, sio tu Sheikh Kishki, shekhe wetu yoyote Tanzania hii aje mtu amtukane mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Samaat mufti, tutaruka naye. Aje mtu atukane mashekhe wetu wote ambao tunao Tanzania hii kwa mifumo kama ile ilivyomtukana Sheikh Kishki, hatutaweza kunyamaza. Sisi kama umoja wa hadhiri wa Kiislamu tutasimama na tutawatetea mashekhe wetu. Watu wamefanya kazi kubwa kwenye dini. Juma kafanya nini katika Uislamu nchi hii? Juma amefanya kitu gani katika Tanzania?
Kafanya kitu gani katika dunia? Sheikh Kishki amewavalisha vilemba vya taji ya Qur'ani duniani. Leo kuna mataifa sasa hivi wanafanya murajaa katika vichwa vyao, wanahifadhi Qur'ani vizuri ili warejee mwakani hapa kwenye mashindano ya Qur'ani. Tumeona mwaka huu mtoto kutoka Uganda mdogo tu, mnapata vizuri bwana, wameshiriki watu ile intercontinental Qur'ani competition prepared by Al-Hikma. Al-Hikma ni taasisi kubwa, iko chini ya Sheikh Nuruddin Kishki, anafanya kazi kubwa duniani leo worldwide. Kishki anajulikana. Juma namjua nani? Juma unamjua waimba muziki Sheikh. Juma wanamjua waimba singeli. Na ndio maana hata waimba singeli hapa juzi wengine wametoa singeli yao, wanamuita kuna wengine wameimba hapa wanasema kuna Sheikh Abdalla. Wamesema kuna Sheikh Abdalla. Huyo Sheikh Abdalla huyo mchana anaonekana Sheikh, jioni yuko kwenye mabaa. Mnapata vizuri bwana. Hawa ndo kina Juma hawa. Kina Sheikh Abdalla ndo hawa kina Sheikh Abdalla kina Juma hawa. Sababu haiwezekani wewe huwezi kuwa ni shekhe mwana chuoni. Mnapata vizuri bwana, uonekane kwenye mabaa na wewe unaruka. Alafu anaimbwa na ule muziki. Juma na Musoma oye 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 kwenye baa hapo, alafu na yeye anakatika namna hii. Mnapata sasa shekhe anaweza kufanya mambo kama hayo? Lebo no sasa bwana uzuri hiyo ndio habari, mna mambo mengi mnayajua. Ana lebo yake yule ya watanashati, na kwenye hiyo lebo yake hiyo kuna tukio kubwa lilitokea huko. Mnapata vizuri bwana, kuna tukio kubwa kwenye lebo yake ya watanashati. Miongoni mwa vijana wake kuna kijana mmoja huko litokea tukio fulani mpaka alimfukuza, na yeye anajua kwa nini alimfukuza yule kijana. Leo sina muda wa kuzungumzia mambo yale kwa sababu kila mtu kashajua. Juma alivyokuja kazungumza na kaeleza na watu washajua kumbe huyu mambo ni michezo yake, haya ni maisha yake. Kwa sisi tunasema kwamba hatuwezi kubali kuona shekhe yoyote nchi hii anaweza kudhalilishwa kiwango kama kile tukanyamaza kimya. Lakini Sheikh Kishki imetugusa sisi zaidi kwa sababu ni mfadhili ambaye alitusaidia sisi kutulipia mambo yetu mbalimbali. Licha ya hivyo hata kwenye misafara yetu ya da'wa tunakwenda kuhubiri. Mnapata vizuri? Watu wanasilimu. Mimi nimeshasafiri katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mimi nishaenda kwa Sheikh Kishki binafsi kama personally, mimi nimeenda bana Sheikh vipi na tasawira tunafanya da'wa Kongo. Alhamdulillah. Sasa unasemaje Shaabani bana, mimi nahitaji Sheikh hapa kidogo support. Wallahi mtu anaingia anasema Shaabani chukua milioni 2. Wewe Sheikh gani wewe nani atakupatia milioni 2 kirahisi? Lakini yule bwana haya yote anayafanya sasa wewe uje mtukane mimi nikunyamazie? Na kuna maelfu tumesilimisha sisi kwenye dawa huko Kongo. Msaada umetoka kwa Sheikh Nuruddin Kishki ametusaidia sisi tufanye kazi ya Mungu. Sasa dai anakosa gani? Hatuwezi kuacha. Lakini tumeona Ustadh Juma na Musoma kakunasibisha na Chadema. Hii imekaaje? Yule hana akili kwanza. Yaani yule ni sasa hivi ndo anaanza kuonekana ule uchizi wake. Hivi kweli mimi naweza nikawa Chadema? Yaani mimi nikajiunge Chadema. Chadema imefanyia nini Tanzania? Tanzania ni nchi ambayo imepambaniwa na serikali ambayo iliyoko madarakani miaka 60 inapambana na serikali kuitengeneza Tanzania. Miundombinu yote inayoonekana Tanzania imetengenezwa na serikali hii ni ya Chama cha Mapinduzi CCM. Ila mimi sio CCM. Mimi sio CCM, sio CUF, sio Chadema. Sina chama chochote. Mimi ni mzalendo. I'm just a patriot, Tanzanian patriot. Mnapata vizuri? The person who is able to stand with his country is me. Mwenyewe vizuri bwana. Ni mtu ambaye ninasimama na taifa langu. Serikali imepambana miaka 60. Tunayoyaona yote haya katika nchi hii yamefanywa na serikali hii, sio serikali ya Chadema. Chadema haijawahi kuchukua mamlaka nchi hii. Miundombinu yote, infrastructure tunayoiona, mabarabara, manini, mamwendo kasi yanawekwa, nchi imebomolewa, nchi nzima inatengenezwa barabara za kisasa, ni serikali tuliyokuwa nayo, sio Chadema. Mwenyewe vizuri bwana. Ndege zimeletwa nchi, tunasafiri leo. Kusafiri mikoani ni wewe tu mwenyewe, mfuko wako tu, dakika 0 ushakwenda. Kuna mandege ziko, kuna SGR tumeletewa hapa. SGR kaleta babake Juma, au SGR kaleta nani? Au Chadema ametoleta SGR? Mimi siwezi kuwa chama ambacho hakina mwelekeo, na siwezi mimi kuacha nchi yangu nisisupport nchi yangu kwa serikali iliyoko madarakani. Kwani Mama Samia kafanya vitu vingapi ambao kwani watu hawaoni? Hapa kwa Chadema kuna watu tu binafsi ambao wako hapa, na huyu ni Chadema. Ni Chadema kwa sababu gani? Kama yeye angekuwa sio Chadema alijuaje mimi niko ndani ya Chadema? Kwa hiyo Juma ni mwanachama wa Chadema. Huyu ni mwanachama wa Chadema huyu. Na huyu ni miongoni mwa waandamanaji. Na inawezekana akawepo kwenye maandamano. Mnanipata vizuri? Yaani huyu ni mtu mmoja wa hatari sana na nafaa kuangaliwa. Kwa sababu gani? Mimi ni mtu ambaye nishajitoa wazi. Na zipo klipu zangu mbalimbali ambazo nimezungumza nikieleza, mnanipata vizuri bwana, nikitetea serikali ya Tanzania. Sasa mimi bwana, wewe mwandishi wa habari, hujawahi kuniona mimi? Mara nyingi mimi nimeonekana niko wazi kabisa. Mimi nasimama mstari wa mbele kuitetea serikali yangu. Serikali ambayo imefanya kila kitu. Mimi leo yeye anasema linanenepeana lile kwa sababu serikali yangu ni nzuri.
Mimi nafanya biashara zangu vizuri. Mimi nasafiri kwenda mataifa mengine. Sijui kama Juma kashakupanda ndege katika maisha yake kwanza. Ni mtu ambaye hatumjui hata tu ikatokea wapi. Wewe mtu utokee huko wapi, si mapolini, sijui wapi, si Musoma, si ndani huko ndani. Uje mtu kane Sheikh Kishki mtoto wa mjini hapa. Umenipata vizuri bwana, kweli inawezekana? Haiwezekani. Sasa mimi hayo ni maneno yake, siwezi kuwa Chadema. Serikali yangu ni serikali nzuri. Na sisi tunaisupport serikali. Na juhudi za rais na jopo lake lote la baraza lake la mawaziri, waziri mkuu, makamu wa rais mheshimiwa Emmanuel Mchimbi na wote. Kwani tumeona rais anavyofanya? Leo rais huyu mama Samia. Huyu anasema mimi nikawa nyuma ya Heche kweli? Mnapata vizuri? Yaani mimi nikakaa usini nimekaa hivi nimekaa bali niko nyuma ya Heche. Eti mimi mfuasi wa Heche. Lema mtu anasema kabisa wazi kwamba eti kujenga barabara sio maendeleo. Hivi yule mtu kasoma kweli? Yaani kile chama kile mimi naona msomi pale ni Tundu Lissu tu. Walobaki wengine wote mizigo. Hamna kitu. Umenipata vizuri bwana? Mule hamna. Na mwisho wa siku niangalia mama Samia ndo rais pekee. Umesikia vizuri? Na jopo lake alilokuwa nalo hili la waziri mawaziri wake, makamu wa rais na wote wabunge, maana wote wako chini ya rais. Kwa miaka yote ya nyuma serikali ilivyotawala, ukiangalia katika kitengo cha afya ukiangalia ya kwamba kwa serikali zilizopita marais wote walifanikiwa kuleta MRI machine zile. Mnapata vizuri bwana? MRI machine zile, magnetic sijui nini analyzer sijui nini nani, mnapata? Walivoleta zile mashine, wameleta mashine 6 tu au marais wote waliopita. Lakini mama Samia peke yake na jopo lake la kina makamu wa rais akina Emmanuel Mchimbi, wakina Mwigulu Nchemba na timu yake yote ya mawaziri wote na wabunge wameleta MRI 7 kwa kipindi hiki. 7 mama Samia kaingiza nchi hii. Kuna mahospitali ambazo zimenufaika ikiwa Bugando. Mnapata vizuri bwana? Bugando ile hospital kubwa ambayo iko Mwanza imepelekewa MRI machine. Kuna hospitali zingine ziko kule Mbeya zimepelekewa mashine 7 za MRI. Wanafikiri MRI inafikiri bei gani? Ni more than 2 billion mnapata Tanzania shillings ambazo mashine moja. Na hapo kuna old na kuna new. Mnapata vizuri bwana? Ukienda kwa new ina karibuni bilioni 3 Tanzania ni 1.8 million dollars. Ameleta mama Samia kwa utawala wake. Sasa mimi nitakaa nimsikize Heche na wenzake, nimwache mama Samia anayefanya mambo makubwa kama sasa mimi nitakuwa na akili. Sasa mimi siwezi kuwa Chadema, huyu ndo Chadema huyu. Na mimi nataka niwaambie watu kabisa kwamba huyu wajue kabisa huyu Juma na Msoma ni Chadema na ni miongoni mwa wanaopanga maandamano nchi hii. Ndio nakupa habari hiyo. Lakini kwa serikali yetu ni serikali ambayo ina mipango mizuri, basi wanajua nini wanachofanya. Na tunashukuru Mungu serikali iko vizuri kwa hilo. Kwa hiyo mimi bwana siwezi kuwa Chadema. Sina chama chochote cha kisiasa, lakini mimi ninasimama na serikali yangu. Mimi ni mzalendo na ninapenda serikali yangu. Na nitamtetea mama Samia na jopo lake lote la mawaziri na mabunge wote. Na ndio msimamo yangu. Na klipu zangu zote mimi ziko wazi. Sio mimi tu, pamoja na wahadhiri wenzangu ambao tumefanya kazi kubwa katika nchi, akiwemo Sheikh Ibrahim Bakonzi. Mnapata vizuri bwana? Sheikh Saidi Juma Kinyogoli, Sheikh Amiri wetu wa Uwakta Sheikh Rajab bin Salim Al-Kushairi An-Naisaburi, tuna Sheikh Ibrahim Lubango Mkongo. Mnapata vizuri? Wote sisi tulisimama kutetea nchi hii, na hata sisi ni miongoni mwa sehemu ya amani ya Tanzania kwa kazi tuliyofanya nchi hii. Matu tuliwaambia kabisa mkitoka tunamaliza nene barabarani huko. Walitoka. Wanaume wanapozungumza kuna mtu anasimama. Na safari tunasubiri hiyo tarehe wajichanganye tu. Lakini tunashukuru Mungu sasa hivi kuna vijana wengi wamejitoa, kila mmoja anasema ya kwamba tutailinda nchi yetu kwa damu na jasho na kila kitu. Bwana nikasikia Shemoro unahusishwa na wizi. Kasema ama kumbe ndio shehe wangu alishekuwa mwizi huko Kenya huko. Ustaz Juma na Musoma anakuambia ya kwamba kuna mama wa Kisomali Kenya ulifungwa kwa tuhuma za wizi baada ya kumuibia. Akasema tihani tamizita watu hatujui. Unajua nikwambie kitu mwandishi. Unaona yule Juma, so ustazi yule Juma, kwa sababu hakuna ustazi anaweza kawa mlevi. Mmenipata vizuri bwana, anashinda baa na wapi hapo kuna. Yule Juma yule kachanganyikiwa. Mimi nimeishi Kenya na sio nimeishi, mpaka leo bado nipo Kenya. Mimi na familia. Mmenipata Kenya na kitu cha kwanza mimi sijawahi kuwekwa jela Kenya katika historia ya maisha yangu. Yes, kasema kwamba na wiki anapambana wiki aje amlete yule mama. Wamtengeneze mama yao. Ndio atakavuja kwamba mimi Kenya ni mtu wa sampuli gani. Kwa sababu watu wanakuonaga hivyo hawajui. Labda niseme tu kwamba mimi Kenya nimeishi miaka 16, lakini nilikuwa natoka na kwenda mataifa mengine, narudi Kenya, pale ilikuwa base yangu. Kama ndo nyumbani. Kama ni nyumbani, na alhamdulillah nashukuru Mwenyezi Mungu nimeishi vizuri. Hakuna mwanamke wa Kisomali ambaye nimemwibia kwa sababu mimi sio mganga kwanza.
Mnapata vizuri. Sasa mimi namuibia katika kwa hiyo akasema kwamba wewe sijui mimi mtapeli mwanamke wa Kisomali, mimi mganga. Tafuta kwenye clip zote, mimi sio mganga. Mimi sipigi manyanga kama Juma. Juma anapiga manyanga na anavaa kaniki. Watu hawajui Juma ni mchawi kabisa yani. Na ndio maana tuko na ushahidi, yeye mwenyewe katuma kwenye clip yake akisema kwamba wahadhiri wa Kiislamu, wahadhiri wa umoja wa wahadhiri wa Kiislamu, na jini wangu, sikia alivyosema, na jini wangu namtuma kwenu, ambaye yeye anatoa taarifa kwenye magrupu yenu ananiletea mimi. Kasema wazi kwenye clip yake. Sasa huyo na jini anamletea taarifa. Mnapata vizuri, yule ni mchawi, anavaa kaniki na anapiga manyanga yule. Na vile unaona alivyovimba vimba vile mweusi, mnapata vizuri. Usiku ile akipiga kaniki yule anaambia hayeya haoya hayeya twende baharini tukakupeleke, anaenda kumuibia mtu baharini. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye nasema ya kwamba Juma, umeelewa vizuri, Juma ni mchawi, Juma ni mshirikina tu wazi. Na ndio maana kwa ushirikina wake ndio imemuuma Sheikh Kishki alivyotoa dawa, imemuuma. Kwa hiyo mimi sio mganga kwanza. Sija kufanya uganga, sina tunguri, sivai kaniki, mimi ni dai, ni muhadhiri wa Kiislamu. Mnapata vizuri. Sasa hiyo kunifunga, mimi sijai kufungwa. Sijai kufungwa na wala sina mimi faili lolote Kenya kwamba katika mafaili kifunguliwa kwamba kuna mtu anaitwa Sheikh Muholo hapa kafungwa Kenya, sijawahi. Alafu istoshe hanijui. Anijui. Isipokuwa kuna wale ambao ako nao pembeni wanamdanganya kwamba wananijua. Mimi hao wote wanijui. Wapigaji wote mimi nawajua. Wale ambao wanapiga kule Kenya kule. Wana apartment Kenya Sheikh. Lakini Juma akiacha kama alivyokuwa ameusiwa na Sheikh Abul Fadhil, Sheikh Kasim Mafuta. Sheikh Kasim Mafuta ni mtu mwenye heshima yake. Nchi hii ni mwanachuoni, tena kamnasihi, lakini anachokifanya Juma tena anaanika mpaka zile nasaha za mashekhe. Yani Sheikh anamnasihi private, yeye anachukua vile kama jamaa sio kichwa sio kizuri kichwa chake huyu. Mnapata vizuri. Wale mashekhe walikuwa nafikiri huyu mtu yuko timamu. Ndio maana Sheikh Abdul Fadhil, Sheikh Kasim Mafuta alivyokuwa na mnasihi inbox, kaenda kumwanika kwenye mitandao Sheikh Kasim Mafuta. Sasa Sheikh Kasim Mafuta anasikika anavyozungumza kama vile ana nini na nini, umempata vizuri. Sheikh Kasim Mafuta anamjua huyu Juma, anamsoma katika vijana wao, wanafunzi wao huko Watamta zamani. Usifikiri kama hajasoma yule mtu. Kasoma dini vizuri. Mashaallah, tunasema dini kasoma. Lakini dini yake anaitumia kibiashara, kuiba na kufanya matukio mbalimbali. Ndio maana Sheikh Kasim kachukua nafasi yake kama shekhe mwanachuoni, na mimi Mwenyezi Mungu namuombea Sheikh Kasim aendelee hivyo hivyo, sababu Sheikh Kasim amesema huwezi kumharibia mtu shakhsia yake, huwezi kumharibia mtu dignity. Shakhsia ni Kiarabu, dignity ndio Kiingereza. Sasa Juma atakutana na mimi. Juma amesoma Tamta tukaisha. Mimi nimesoma bahari nyingi Sheikh. Mimi aniwezi, Juma ana ilmu. Unajua Juma ni mtihani, mseta Kiarabu chake anavyokisoma. Anasoma hakina hata ladha. Kiarabu kimekaa hovyo kabisa. Mnapata vizuri bwana. Yaani kipo ovyo, akina hata ladha. Kila lugha ina ladha yake. Akitamka mtu maneno anasema kwamba huyu mtu lugha anaijua. Ababaishi. Sasa Juma ni mtu ambaye jahili. Sasa Sheikh kama Kasim Mafuta alikuwa nafikiri yule mtu katika vijana wao. Kumbe yule mtu kashapotoka zamani. Juma hayumo tena kwenye dini, ndio maana uimamu ulimshinda. Wewe mtu ambaye alikuwa anamtumikia Allah kwenye mimbari, kapashindwa, kamshindwa Allah. Mnapata vizuri bwana wewe. Wewe huyu mtu utamweza wewe? Huyu mtu kashindikana mpaka kwenye mipango ya Allah kashindikana. Wewe mtu unaacha uimamu kwenda kugombana na Zuchu? Kweli imamu kabsaiti Allahu Akbar, assalamu alaykum wa rahmatullah, unaenda kugombana na Zuchu. Kamtukana Zuchu mara kibao, kamtukana mama yake Zuchu, kamuita tipo tipo kama alivyoniita mimi. Shehe Muholo mwenye tipo tipo kajaa ovyo ovyo, yani maneno ya ajabu ajabu. Mimi nasema ya kwamba mimi sina shida, mimi nitukane unavyonitukana, nitakuvyoniita, lakini watu washajua jamii kwamba huyu mtu siye, hayumo kwenye grupu la wanaume, hayumo, na kwenye wanawake pia vile vile hayumo, yupo katikati pale. Sasa utajua mwenyewe ni homosexual vugu. Huyu ni mtu ambaye ni mtihani. Ndio maana anaweza kaongea chochote, hajali hata kinasihiwa hanasihiki. Kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba tuliumizwa kutokana kwa shekhe wetu na hatuwezi kubali, na tutakuwa naye sahani moja. Mimi nimetangulia tu, asifikiri kwamba eti kuna maneno kayasema kwamba hao wahadhiri na kutetea hao ndio umoja wa wahadhiri wenyewe. Jitu kama hili hapa hili. Maneno mengi kanizalilisha tu maneno mengi, lakini kwangu mimi hata sijazalilika kwa sababu mimi muhadhiri. I'm very much professional and you cannot divert me. Mnapata vizuri bwana. Uweze mimi kunihamisha, kunitoa hapa kanipeleka sehemu nyingine. Na stiki pale pale. Sheikh Kishki ni mtu mwenye heshima, Juma ni muhuni. Juma ni wale masheikh Abdalla walioimbwa na wale wanamuziki. Sheikh Abdalla mchana shekhe, usiku jioni kwenye baa. Usiku anatembea na mkongo kwenye mfuko, ndo wale akina Juma.
Hata nafikiri kwenye klipu zake akasema mpaka nijibu juzi, akasema kabisa anataka mimi nije sijui anishughulikie nipata vizuri. Eti yani umeona anasema eti atachukua kijiti, atachukua mirungi afa atakapiga ile. Maana yeye yani sina kwa maga kwenye koo. Eti ile alafu ananitolea jicho na ananiangalia mimi ndo kashaniandaa yani kaniweka sehemu pale na huu unene wangu sasa ndo ananilia kijiti. Yale maneno ukiangalia kwa mtu mwenye hikma, yale ndo matendo ambayo anayofanywa yeye na wenzie. Kabisa wenzake wale ndio wanamfanyiaga vile kwamba wanamlia kijiti, wanamvutia na banga alafu wanamkata jicho wanamwangalia pale kitandani. Kaa vizuri hapa. Unapata vizuri. Mimi naomba tu niseme tu ile jambo ni kwamba Juma ni muhuni, Juma sio shekhe, ila tunamwomba tu Juma amwache shekhe wetu Kishki, na tunasema ya kwamba Sheikh Kishki tutaendelea kumtetea. Na sio sisi tu. Kishki anatetewa na Allah. Madam Sheikh Kishki ameitetea Qur'ani na Allah namtetea. Kwa hiyo anayasema yote kunipa mimi kusema nimemuibia mwanamke wa Kisomali, mimi sijai kuwa mganga. Na mambo ya uganga mimi hata simo. Mimi ni mtu nafanya biashara zangu tu za kawaida, alhamdulillah napata riziki yangu pale napata, namshukuru Allah. Kwa hiyo yule bwana atafute lingine. Kama aliweza kumsimulia Sheikh Kishki kabaka kwenye giza, atashinda kusema mimi nimemuibia mwanamke wa Kisomali. Na sio anaweza kapanga lingine. Hata anaweza kampanga hata mwanamke wakamrekodi labda pengine sasa wewe tutakupatia pesa fulani umchafue Shemuro. Mimi mwenyewe ni oili chafu si chafuki. Maana yake ukinichafua ndo nishachafuka. Umenipata vizuri bwana, ukiniacha ndo vile vile ndo asili yangu. Kwa mimi siogopi. Kama mkaa ulivyo. Umenipata vizuri, lakini siri ya mkaa ni moja tu. Wazee wanasema ukiwa umeanika umeanika mpunga. Zamani wanasema ukianika mpunga hivi umeanika mpunga hivi. Alafu wanachukua mkaa wanaenda kuweka katikati pale ya mpunga. Umenipata vizuri? Au wameanika tuseme yule ulanga, wale watu wa pwani wanafahamu ulanga ni nini ule. Unatengenezwa, unapata vitu mbalimbali. Ulanga ule ukishakuna ule ulanga ukaweka ganisha baadaye unaenda unaanikwa ile. Ukishaanikwa ile sehemu ili kuzuia wadudu wasije wasile ule nini, wanaweka mkaa pale katikati. Ule mkaa unajua maana yake nini? Mkaa maana yake ni kuondoa husuda za watazamaji watakavyokuwa wanatazama ule ulanga. Unapata vizuri. Kwa hivyo wakitazama macho yao yanakwenda kwenye wakisema ile ulanga afanata kwenye ule mkaa. Ule mkaa bwana ndio umeharibu pale kitu nyeupe ile. Kitu ile nyeupe kweli ule mkaa ule umeharibu ile show. Basi ile imeharibu ile husda na asali inaenda kuisha kwenye ule mkaa, ulanga unabaki salama. Wazee walikuwa na hikima sana. Sasa mimi ndio kama huyo. Sasa yeye hata aseme nini mimi kwangu sijali. Kwanza mimi sina nani yote. Mimi nipo na nitasimama na nitasema. Na sio mimi tu. Nyuma kuna watu wanasubiri. Yaani tunakwenda kwa zamu hili. Akili prolong hili atakutana sasa na watu ambao waliopinda kuliko hata mie. Kwa hiyo Juma ajiandae kwa kisaikolojia. Cha msingi tu Juma aachane na haya mambo, amuombe Sheikh Kishki msamaha. Unajua mtu unapokosea, mnipata vizuri bwana, muombe mwenzako msamaha, maisha yaendelee. Lakini sio kumchafua mwenzako, sio vizuri. Na yeye mtu kasoma dini, mpaka mashehe wakubwa wanamwambia unafanya sio. Kwa hiyo ni jukumu lake yeye kuangalia kana kwamba haya mambo anayofanya sio. Naam. Neno moja la mwisho la kumalizia Shemoro, pamoja na haya yote ambayo tumeyazungumza. Tunaomba tu kwamba neno langu la mwisho kwamba sisi kama umoja wa hadhiri wa Kiislamu, na alhamdulillah tunashukuru Mwenyezi Mungu, muhadhiri wa pili ameshazungumza Sheikh Ibrahim Bakons, na yeye pia ashatoa kalma yake akiwa ni kiongozi katika umoja wa hadhiri. Tunaenda hivyo, wanaongezeka. Alikuwa safari amerudi na yeye ametia neno na saha zake amezitoa. Sisi tunasema ya kwamba mashekhe zetu wamefanya kazi kubwa sana katika dini. Hatuwezi kubali kuona wanachafuliwa na watu ambao hawana munasaba na hii dini. Kwa hiyo hatuwezi kunyamaza. Leo Sheikh Kishki, kisha tatokea shekhe mwingine atakuja kutukanwa hivi au zaidi ya hivi. Kwa hiyo hatuwezi kukaa kimya, tunyamaze, tuangalie. Hilo hatuwezi. Lakini la mwisho kabisa nikimalizia, huyu bwana amefika hatua sasa ameendelea kuwataja mashekhe wakubwa kuwatia katika sakata hili. Kamtaja Mufti Sheikh Abubakar Zuberi, amemtaja Sheikh Mziwanda na mashekhe wengine kawataja. Sisi tunasema ya kwamba hawa mashekhe wanazuoni wetu uliowataja bwana Juma, hawa hawahusiki na mambo yako wewe. Wewe tabia zako tu badilika, na ukibadilika ukarudi katika njia ya Mwenyezi Mungu, huenda wale waislamu wa pale msikiti wa Masjid Shafi pale Ilala wanaweza kukufikiria wakasema shekhe basi rudi uje utusalishe, kwa sababu wale waislamu kuna wengine walikuwa wanajua lakini wakawa wamekaa kimya, wanasema mnipata vizuri bwana, lakini imefikatiwa kwamba na wengine walikuwa nasikia tu habari, lakini waislamu wengi wameumia kwa sababu tumepokea simu nyingi sana kwenye UWAKTA. Sisi UWAKTA ni taasisi kubwa nchi hii na duniani. Mnipata vizuri bwana. Tumepokea simu nyingi sana waislamu kilalamika na maana sisi swala zetu zimeharibika. Tukamwambia ndio hivyo. Mwenyezi Mungu atazipokea swala zenu japokuwa mlikuwa mnaswalishwa na mtu ambaye mlevi, mtu anashinda baa, mtu anakunywa pombe, mtu mzinzi. Mnipata vizuri bwana, mtu homosexual anafanya matendo ya ovyo ovyo.
Mwenyezi Mungu sawa atazikubali nyinyi waumini, lakini huyo bwana ajiangalie, arudi Ustadh Juma katika njia sawa sawa, kwa sababu amepotoka na kibri anachoendelea nacho kile, kujionyesha kwamba yeye anajua zaidi. Basi mwisho baada ya nasaha, si wanachoona umemwona mnasihi asikii, basi Mwenyezi Mungu mwisho wake atakuja kudili naye yeye mwenyewe. Hata dili naye, ipo siku utasikia tu jambo tu gegegegeje limetokea, kwa sababu mbishi ana kibri. Na kibri ni joho. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kibri ni joho lake. Sasa sivae joho la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukrani mwandishi. Shukran sana. Asante sana. Karibu bwana mwandishi.